nakumbuka Sheikh Usama Samahani, Naam. mmoja katika vijakazi alinunuliwa katika soko ili awe kama dada wa nyumba wa miaka ile. Naam. Sasa bosi wake akawa kila siku usiku wa manane ana kama kuna harakati fulani katika nyumba. Ndio. Akawa kinyemelea hivyo nakuta kumbe kijakazi wake anasali qiyamu. Yeye huko anakoroma. Ndio. Sasa akamwona siku ya kwanza, siku ya pili, akamwona katika dua zake alipomaliza kusali. Ndio. Anasema Allahumma bihubbika iyaya la tu'adhibuni. Ya Allah. Kwa mapenzi yako ulionifanyia Rabbi usiniadhibu. Ndio. Akamwambia umejuaje? Akamwita. Umejuaje kama Allah anakupenda? Akasema laula annahu yuhibbuni lama aqamani wa anamak. Subhanallah. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu hanipendi mimi, asingeniamsha mimi qiyamu akakulaza wewe. Aiyo. Hili inaonesha kwamba walladhina jahadu fina, huyu kajitolea muhanga katika masuala ya kumzingatia Allah. Amejua nyakati ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda zaidi, akaamka wajidake na akawezeshwa na Allah. Ndio istain billah, bila shaka ametegemea Allah katika masuala ya kuamka na kumwomba Allah tawfika katika ibada mbalimbali. Na Sheikh Usama, bali na Allah anatuambia kwamba amhasiba alladhina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu as-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Atuambia Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanaofanya maovu wanajilaghai kwamba tutawalinganisha na wale wanaofanya mema, walomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakafanya mema. Na aliunganisha mawili, kalladhina amanu wa amilu salihat. Sio kuamini tu kwa moyo la ilaha illa Allah pasina matendo, la. Wanaofanya maovu huenda baadhi yao wanaamini, lakini kwenye upande wa mema, kwenye upande wa kutoa juhudi na bidii, unakuta wanajibweteka. Kwa Allah akasema tuzukalinganisha wanaofanya maovu wawe sawa na wale walioamini, wakazidisha tena na wa amilu salihat, na wakatenda mema, sawa mahyahum wa mamatuhum. Haijalishi katika uhai wao ama katika kifo chao baada ya kiyama. Saa ma yahkumun. Hukumu hiyo sio sahihi, haiwezekani. Bali hata katika mambo yetu ya kidunia tupo hivyo. Mtu kwa mfano ni kiongozi, ana labda mfanyakazi wake mmoja anajitahidi, mwingine anajitahidi, lazima atakuwa anamfadhilisha yule anajitahidi, bila shaka kuitekeleza kazi yake vizuri, na huenda akamuongezea kama ni mshahara, na huenda akatamani abaki naye kwa muda mrefu, ama huyu muda wote huenda akafukuzwa kabisa. Na huenda labda akawa anapewa faina na katwa mshahara wakadhalika.